ni mwanamama pekee Priska Kishamba ambaye wengi mnamfahamu, watu wa mpira. Ni mgombea wa nafasi ya mjumbe wa kamati ya utendaji. Mjumbe, mbele yako ni wajumbe wa mkutano mkuu ambao kesho wako tayari kwenda kufikia maamuzi sahihi. Naamini wengi ushaongea nao. Kwa hiyo leo, kwa sababu mko wengi na muda hutoshi, tutakupa dakika chache ili uongee nao, ufikishe ujumbe wako ili hatimaye kesho wajumbe wakafikie maamuzi yaliyo sahihi. Karibu sana, ongea na wajumbe. Nakushukuru sana. Yanga oye! Daima mbele, nyuma mwiko. Asanteni. Kwa niaba ya uongozi wa mkoa, nina heshima kubwa kusimama mbele yenu ndugu wajumbe, lakini pia niwape pole wale ambao wamesafiri kutoka mikoa mbalimbali na kuja kutumia haki yenu ya kimsingi ya kidemokrasia, lakini pia hii inadhihirisha ni kwa namna gani mnaipenda timu yetu. Karibuni sana Dar es Salaam. Asante. Wengi tumeendelea kukutana kwenye mikutano hii ya hadhara na tumezungumza, lakini kikubwa niseme hakuna ambacho hamjaambiwa, hakuna ambacho hamjasikia, hakuna kipya nitakachozungumza wenzangu walikisema. Muda wetu uliobaki ni mdogo. Kikubwa ni kuendelea kukumbusha yale ambayo tumeanza nayo tangu mwanzo wa kampeni na mpaka hivi sasa. Niliyesimama mbele yenu naitwa Priska Josephat Kishamba, mwanahabari wa muda mrefu kwenye tasnia ya mpira wa nchi yetu, lakini leo nasimama kama mgombea kwa nafasi ya ujumbe ya kamati ya utendaji wa klabu yetu ya soka ya Yanga. Nimesimama hapa sio kama mwanasiasa. Nimesimama hapa kwa dhati na heshima kubwa kuomba ridhaa yenu wana Yanga. Ninaomba mkanipime kwa maono yangu ndani ya klabu yetu, lakini pia kwa uadilifu wangu, ushirikiano wangu kwa viongozi wangu, lakini pia kuijenga Yanga ya kesho kupitia mimi. Nimesimama hapa kuomba kura kesho. Nimekwisha kutangaza ajenda zangu ambazo ni 5. Ajenda ya kwanza ikiwa ni kumsaidia rais wa klabu yetu Engineer Hersi kama mbeba maono ya timu yetu kutimiza malengo ya timu yetu kwa miaka 4. Ajenda ya pili, mbali na kumsaidia rais wetu Engineer Hersi, ni kwenda kuwa sehemu na sauti kwa timu yetu ya wanawake kwenye chombo kikuu cha maamuzi ya klabu yetu Yanga Princess. Wanayanga wenzangu, mtakubaliana na mimi kwamba kwa muda mrefu timu yetu ya wanawake imekuwa haifanyi vizuri. Nafahamu nafasi yangu ya ujumbe kwenye kamati tendaji, mimi sio mtendaji wa shughuli za kila siku. Rais ndiye anabeba hayo maono. Lakini naamini kwa uzoefu nilioupata kwa miaka 10 ambayo nimeitumikia tasnia ya habari, yapo mambo mengi yanayohusu mpira wa Tanzania, yapo mambo mengi yanayohusu soka la wanawake la Tanzania ninafahamu. Nataka kwenda kushare hicho nilicho nacho kwenye klabu yangu pendwa, timu ya soka ya wananchi ya Yanga. Lakini pia mbali na hilo, kwenda kufufua ari ya makombe kwenye timu yetu ya wanawake. Kwa kweli ni aibu, lazima tukubaliane. Ni aibu na ni lazima tukubaliane. Timu yetu ina kila kitu. Tunafanya usajili mzuri, wachezaji wanalipwa vizuri, lakini shida ni nini? Maswali yanaweza kawa ni mengi na majibu hakuna. Naombeni mnitume mimi, nitawapa majibu shida ni nini, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, kwa kushirikiana na president na kamati ya utendaji. Ni lazima tupate majibu, shida ni nini. Lakini pia kwa mujibu wa sensa na makazi ya nchi yetu miaka michache iliyopita, kundi la vijana na wanawake linaonekana kuongezeka. Hawa ndio Yanga wa kesho. Tutaitumia vipi kundi hili kutengeneza wanachama wapya? Tutalitumia vipi kundi hili kutengeneza wanachama wapya?
ambao ndio watakuja kuwa kina Harris wa kesho, kuwa kina Arafat wa kesho. Ninaamini kama mtanipa ridhaa na nafasi, itakuwa mfano kwa wengine kwamba ile kauli mbiu timu ya wananchi ina maana hii. Nafahamu kwamba timu yetu ilikuwa na viongozi wanaomaliza muda wao, wamefanya kazi nzuri na tuwapongeze kwenye hilo kwa kuwapigia makofi. Lakini lazima tukubaliane, ndugu zangu, nyumba ni mwanamke, nyumba ni mama, nyumba basi naomba nikawe mama wa nyumba yetu ndani ya klabu ya kamati ndani ya klabu yetu. Naomba mnipe imani. Nafahamu bado nina safari ndefu sana. Natamani kuitumikia Yanga siku moja kwenye level ya juu ya klabu yetu. Lazima nianze sasa. Lazima mniamini kesho. Sitawaacha. Bado nina muda. Nitakuja kwenye matawi tushirikiane. Kwa sababu peke yangu sitaweza. Nitarudi kwenu wenye vitu wa matawi, waratibu wa mikoa. Mniambie tufanye nini? Tunazo changamoto kwenye maeneo ambayo nimepita, waratibu wamezungumza, wenye vitu wamesema, lazima tukae. Pamoja na kazi kubwa ambayo hawa waliokuwepo wamefanya, lakini kuna mahali bado kuna shida. Naombeni. Bado mna muda mwingi wa kunihoji. Bado mna muda mwingi wa kunitumia. Niko tayari kuwatumikia Wanayanga. Kwa kuyasema hayo, nitumie fursa hii kuomba kura siku ya kesho. Niko tayari kuwa mwadilifu, niko tayari kufanya kazi kwa ajili ya Yanga muda wote, na niko tayari kuwasikiliza pale itakapobidi. Kwa kuyasema hayo, naomba kura zenu Wanayanga wenzangu hapo kesho. Priska Josephat Kishamba, mgombea pekee mwanamke katika uchaguzi utakaofanyika hapo kesho. Daima mbele. Asante sana. Naamini Wanayanga